Kwa majina naitwa Paul Masharia, mimi ni mkaaji wa Kiambu. Nafanya graphic designs. So nina design, actually design flyers, nina design vitu kama posters, nina design vitu kama t-shirts, nina design vitu kama kofia na any material. So naweza design. So kuna pia ninafanya kitu tunaita web designing. So ninafanya web designing kitu kama kuprogram, naweza program ya computer. So this is my career. Hii ni kitu ambacho nilikuja nikaipenda kama passion. So nimefanya computer engineering, nimefanya diploma in computer engineering, and also nimefanya kitu tunaita graphic design. Nimefanya mambo zote za mambo ya kuhusiana na mambo na computer. So ile kazi ambayo ninafanya kwa saa hii, ninafanya graphic designs. The first things zile maybe challenges zenye ninapatana nazo ni kuwa these machines zenye ninatumia kitu kama heat press. Heat press inatumia a lot of power, inatumia moto mingi sana. So chenye kiko ni price, it is just a price ya stima iko very high cause kitu kama nini mambo ya kilowatts unaona unachajiwa kitu kama 22 bob. So unaona it is a high price. So yani mambo ya stima iko very high. Unapata maybe chenye unapata ni less, yani kale ka profit kenye ungepata nini kadogo sana. Nilianza after my college. After my college ndio nilianza kutafuta job. Nilianza kutafuta job. Nikapata, there was a time nilipataga place kulikuwa kuna designiwa, so ya graphic design. So nikaenda hapo nikaanza kufanya kazi, lakini mahali hapo ilikuwa Naivasha. So nikaajiliwa job ya graphic designs. So hapo nikafanya kazi kidogo, nikafanya kazi kidogo, but haikuwa inaniridha. Yani sikuwa naridhika juu ya venye nilikuwa natritiwa. In fact nilikaa for around 3 months bila kulipwa. So nikaona mambo ya kuajiliwa job ikanipe challenge sana, to give me a challenge. And then after that nikaendelea kutafuta job, nikapata tu job maybe mse ananipea kitu ni mdesignie. So ninaona nina design poa. So alafu wananiletea comp, ninaitengeneza kwa nyumba. So nikaona tu ninaendelea gradually hadi nikaanza. Actually where I started, I moved with one computer. Nilianza na computer moja. So actually I started with this computer here. Nilianza na computer hii unaona hapa. So nilianza na hii computer hapa hivi. Ndio nilianza nayo. Na hii computer si kununua, nilinunua. Imagine kuna msee fulani alikuwa anaitwa Saimo tukiwa Naivasha. Huyo jamaa alikuwa anaitwa Saimo. Haya, mimi nilikuwa na laptop. Kale ka laptop ka kitabu. So nikamwambia juu yeye ako na desktop anisaidie to exchange. We actually exchange the desktop na laptop, my laptop. Ka laptop kingine nilikuwa ninakumbuka nilikuwa nimeuziwa 7,000. So nikafanya nini? Nika exchange. I actually exchange with na huyo jamaa alikuwa anaitwa Saimo. Tuka exchange na desktop. So ndio sasa nikafikiria hii desktop inaweza nifanyia nini. So I was playing music, nilikuwa na play music na hiyo na hii desktop, but nikakam na nika realize hii inaweza kuitumia kufanya job. So I can fanya job na hiyo. So naweza fanya job now. So nikaanza nikatafuta duka mahali. Nikatafuta duka, nikaeka hiyo desktop nilikuwa nao. Hii desktop unaona hapa. So nikaiweka, nikaanza stories za kufunza. Nilikuwa nafunza. So nilikuwa nafunza computer. So nilikuwa nafunza
packages. Hiyo time nilikuwa nafunza packages, so nikaanza kufunza packages na hiyo kompyuta moja, whereby growing in a skills where I get a lot of skills. Ninapata kampuni inakupe, actually the company inakupe logo to design, and ukipewa logo to design na kampuni, you make sure una design vizuri, actually you design in your perfect way. So na pia unapata maybe you have to get the proper machines za kufanya hizo designing. For example, like printers, so you need to have a printer yenye inatoa na with a high quality. Nikanunua cutting plotter. So this cutting plotter kazi yake inakata majina, kazi yake ni kukata majina, na bado ina brand hadi gari. So you can able to brand the cars, nina brand the vehicle, I brand the vehicle, I brand hadi pikipiki, nina brand vitu kama tuseme kama ni nyumba, nina brand, so writing the maybe jina director, so on kwa mlango, so you can write the word director, the word ni kwa maofisi, so I just write them. So hii plotter kazi yenye inanifanyia at this moment ni kazi poa sana. And then nikakuja nikanunua pia, kuna hii machine inaitwa heating press. So this heating press pia kazi yake ni kufanya nini? After umecut any material, ukicut material ama unakata kitu tunaitaga vinyl. So unakata vinyl, so vinyl unakata vinyl, so you cut the vinyl and then you put it on the t-shirts. So then unafanya kitu tunaitaga heating press. So una heat. So ili iweze kushikana na t-shirts lazima ikuwe na heat. So lazima ikuwe na heat. So una heat, you just heat. Na ndio maana unaona some of the pictures that nimefanya na hii heating press. So hiyo bia nikanunua, I bought it at 48,000 because it is 3-in-1. 3-in-1 inamaanisha hii machine iko na capability ya you can able to print you can able to brand kitu kama vikobe, you can brand vitu kama t-shirts, you can brand kofia, you can brand vitu kama pencil, viatu, and also you can able to brand vitu kama plates, gifts, and so on. You can actually brand those kind of things. Ndio sasa ni hiyo bado inanipea kazi mob za kuprint vitu kama hizo. So actually what I realized, the thing that I realized after maybe kuajiliwa kazi hadi za hoteli, unapata msee anakufanyia madharau, unafanya nini. So in fact what it was, sikuwa lucky finding a job. Sikuwa lucky, nikienda job job yani inaenda inakatika tu hivyo. So what I came to realize ni kuwa in Kenya 30% graduates ndio wanaajiriwa kazi. So nikaput in 70% ndio hawako kazi. So what am I supposed to do ili niweze kujiedelesha na maisha? So what I did, nilianza with what I had. Most of the people wako na tenye wanafaa kuanza nayo. So you can start with the small things that you have. Even when it comes to maybe kama you can start selling some jugus, you can even start selling some mayais ili uweze kufikia katika kilego yenye unataka. So don't wait for the government to awakuajili kazi. Don't wait for the employment. So wewe jiajili, you can able to kujiajili, unaweza jiajili job. And then also, yes, you are graduate. Yes, you are graduate and you are seated there, unagojea mambo ya kuajiliwa job. Unasema maybe job fulani siwezi fanya. So tafadhali just wake up
and start even selling some sweets outside there, then utaweza kufikia place ama level ambayo unataka. The other thing is you need to have a vision ili uweze kufikia mahali unafaa kufika. The thing is hapa niko na visions. I have the vision of building a college where in a college inaitwa Hope Point Institute of Science and Technology. So ili niweza kufikia katika that place, nitafanya nini? I have to start with what I have. Remember, I started with one computer. So nilianza na one computer na saa hii I have more than 6. So please don't sit home, don't sit back useme hakuna kazi. Kazi iko na kazi iko ni mob sana. Ni wewe bado hujadesign kuanza job. Na you can able to go far ukianza. Remember, even God bless them humble beginning. Actually, if you have the humble beginning, you can able to have a testimony. You can have the testimony ya kuambia watu nimetoka this far. So tafadhali, don't sit there kwa home unaanza kusema una job. So job ziko. Tafadhali don't tafadhali. So I would like to thank Heart Media. So this Heart Media inasaidia sana. Tumewaona wakitembea katika mitaa wakinata, they are nurturing the talent wenye watu ambao hawako wanajulikana saa hii wanajulikana. Na pia I would like to thank pia UTV. This UTV, it is for growing our talent. Pia inatusaidia sana. I'm a fan ya UTV sana because ninaona pia they are growing our youth. Grow youth na pia our youth pia wanakuwa na moral. They give the moral support. Thank you so much. God bless you na watu mkae safe.